Okay, karibu tena kwenye tutorial hii hapa. Sasa hivi tunaangalia namna ya kutengeneza mtu quick, mtu simple, ambaye hayuko complicated. Lakini kabla sijaendelea, kwa wale wanaotaka tu kujiunga na darasa, namba ziko hapo, tuwasiliane. So kutengeneza mtu quick wa haraka kabisa, unaweza ukafanya hivi na scale upande huu hapa, then na upande huu hapa hivyo, naenda kwenye edit mode. Sasa hapa inabidi ni add mirror modifier iwe rahisi zaidi. Nitakata hapa katikati Control R, nakuwa nimesahau ku enable screencast key view. Usifuatishe iwe hauna. Hii ni kwa ajili ya mwalimu. Okay, so hii hapa hivi. Kwa hiyo Control R nimekata katikati, inabidi nifute upande wa huku wote. Kwa hiyo nikiselect hapo na delete upande huu, then the add mirror modifier. Mirror. Okay, hii hapa, ili ikae vizuri zaidi na add clipping, ili bado haijakaa sawa moja kwa add clipping. Sasa nabonyeza GY ili zishikane vizuri. Kwa sasa hivi nikibonyeza hivi haziachani. Okay. Sasa kumbuka tunatengeneza mtu. Kwa hiyo nabonyeza moja, napata front view, nampandisha juu kidogo mpaka hapo. Yeah. Sasa kuna kitu nataka niki-add hapa chini, kitakachotoa mguu hapa. Nikibonyeza hapa hivi extrude scale, hai scale vizuri, kwa hiyo na undo. Nita undo kwanza hii clipping ili ni extrude scale ifanye hivi. Nisinge undo hii clipping, ingekuwa imeendelea kushikamana hapa, ingekuwa haijakaa sawa. Kwa hiyo narudisha clipping kama kawaida, then nabonyeza G hapa kidogo, na extrude mpaka hapa, then scale down kidogo, namba 3 GY, then na extrude mpaka hapa G. Hapo hakikisha kidogo ukiwa una modo na favor bending. Hii ni miguu bending hapa, itakusaidia kwenye rigging, japokuwa sio kwamba ni kwa umuhimu, lakini ni kitu kizuri. Ngoja nirudi kwenye object mode, front view, G Z axis, na ipandishe kidogo, nataka akae mbele ya huu mstari hapa. Kwa hiyo nita extrude pia tena down kidogo mpaka hapo. Yes. Sasa kwa hii kitu kingine itakuja kusaidia baadaye ni ku add hapa loop cut. Moja naileta mpaka hapa, moja naileta mpaka hapa, kwa sababu hapa goti litakunjika, kunahitajika kuwa kuna vertices nyingi kidogo. Na hapa Control R, nita add vertices moja hapo. Na huku chini pia nita add vertex moja. Then nitakuja hapa, nita extrude, let's say mpaka hapo. Ngoja ni select upande hivi, sababu nataka mguu mpana kidogo, nitauleta na upana hivi. Kama unatengeneza katuni, unaweza kufanya uwe mpana zaidi, au we mwenyewe kulingana na imagination zako. Na add loop cut hapa, then na select hii hapa G X, alafu hii hapa ni GX, na isogeza hivi kidogo, tutakuwa tumeshapata huo mguu. Kitu kingine pia, MGX isogee hivi kidogo. Okay, hapa nita add loop cut moja, itanisaidia baadaye pia, na nyingine nita add hapa chini, afu nitaisogeza chini sana hapa. Zingine tutakuja ku add baadaye kulingana na wakati tunavyoendelea mbele. Then nitakuja ku add face selection hapa,
then front view tasogeza G mpaka labda usawa wa tuseme wa hapa, tuseme hii ni kwa imagination zangu. So nita add na control R, nita add hapa, select hii G labda hapo then mpaka hapa naona iko sawa. Labda kitu kingine pia ambacho sasa hiki nitaki-add lakini kinaweza kikawa kijakaa vizuri sana, lakini twende hivyo hivyo. Nita-add hapa hivi, nitakata hapa juu 7 hapa hivi nataka nikate, kwa hiyo nitabonyeza K knife, nitakata hapa mpaka hapa na enable hivi. Sitaki kukata loop cut iende mpaka chini. Nikitaka kuikata hiyo nitakata, lakini sasa hivi sitaki kwanza kukata, kwa hiyo nimechora tu hapo. Alafu nabonyeza tena K, nitaka hii hapa nitaiunganisha na hii hapa. Japokuwa sio kwa umuhimu sana, lakini ni vema vertices zako zisikae zina hang. Okay, mpaka hapa. Then face selection hapa, then G Z axis mpaka hapo, then ta scale hapa hivi G nisogeze mbele kidogo hapa, sawa. Sasa kitu kingine nachotaka kukifanya, nataka kutoa mkono. Naweza nika extrude tu hapa nikautoa, lakini nachotaka, kuna shape naitaka, kwa hiyo nita extrude scale iingie kwanza ndani, alafu G X then nita scale hivi, nita rotate hivyo mpaka hapo, then ta extrude kutoa mikono. Sasa kwa mikono kuna wengine wao wanatengeneza ile T-pose, lakini mimi nafurahishwa zaidi na hii ikiwa imeangalia kwenda chini. Haitatusumbua kwenye kunani mikono, kwa hiyo ndio formula ambayo mimi naitumia zaidi. Nita scale kidogo hapa, then tena nita extrude kuja down mpaka hapa. Sasa hii nisogeze mbele kidogo, labda hii hapa, ni select hii line yote hapa, then G hapo. Sasa kwa sababu huyu, nakumbusha tu, huyu ni mtu basic, sio kwamba ni mtu mwenyewe kabisa. Ukitaka darasa hilo, karibu, namba ziko hapo juu. Huyu ni kwa ajili ya basic tu, kwa mtu anayetaka ndio anaanza kujifunza. Kwa hiyo nita scale hapa, nita scale hii then G Z mpaka hapo. Okay, nakuja hapa, okay, scale, okay, okay. Aya, na assume huo ndio mkono tayari. Ukitaka mkono mzuri zaidi na nini, kujifunza vitu vingi zaidi, karibu kwenye darasa. Nita scale na extrude. Aya, mpaka hapo, mpaka hapa na assume yani mkono tayari. Ya G labda mpaka hapa, na ni add loop cut mbili hapa. Sasa tunamalizia pia kichwa. Kichwa hapa inabidi tutoe shingo. Sasa tunafanya extrude scale
scale, ngoja tu scale na upande huu hapa tayari, then na extrude. Ingawa shingo imekuwa ndogo, yani scale kama inakutosha wewe haina shida, hiyo ni kwa ninavyoona mimi. Okay, then extrude scale pia upande huu G hapo, extrude. Tumepata hicho kichwa. Labda ni extrude scale tena G wa GX alafu G hapo. Then ta add hapa hivyo, then ta select hii hapa. Tutengeneze kichwa chake kiwe kama nyuma ya TV. Okay, nita add loop cut. Loop cut nyingine sita add. Sasa hapa hivi mpaka hapa tayari tumeweza kumodo mtu wetu. Kwa fikra zangu, yani tayari huyu mtu ni mzuri na ameshakamilika tayari. Hapa ni kufanya tu animation. So ili awe mzuri zaidi, utakuja hapa kwenye modifier, tuta add another modifier, then tuta add subdivision surface modifier, na hapa ndio muujiza unaanzia. Pap, anaanza kuwa smooth. Kwa hiyo ukirudi kwenye edit mode, una add smooth shader. Shader smooth, unaona tayari kuna namna amekuwa smooth. Kwa mpaka hapa hivi animation za kawaida tayari kwa huyu mtu unaweza ukafanya. Edit mode hapa kwenye hapa sijapenda sana lilivyokaa, lakini okay, it is what it is. Okay, so huyo ndio mtu tumemodo haraka. Ukitaka na umwekee material za haraka pia unaweza kaweka. Nimeadd loop cut moja hapa. So hivyo, moja niangalie mguu umekaaje, uko vizuri. Labda hapa nyuma kidogo urudi urudi hivi ukae kikatuni fulani. Ukitaka upanue huku pembeni hivyo, nukta hii hapa pia Y. Haya, kwa wanaotaka tufanya kujifunza kutengeneza mtu kabisa, hii ni just a basic. Ngoja sio muhimu, unaweza ukaamua ku apply au usiapply, lakini nataka ni apply uone ilichotusaidia, na apply mpaka na hii. Ukirudi kwenye edit mode unakuta kuna vertices zimeshapangwa namna hii, lakini utengeneza tu box subdivision surface modifier ndio imekutengenezea kitu kama hiki simple. Kwa haraka pia labda tunaweza nika select hii hapa, nika maxim, nika select pia na hapa, nika select na huku, nika maxim hapa. Hii maxim ni ku separate areas ambazo nitakuja kuzifanyia kazi kwenye materials. Select hapa maxim, select hapa maxim, pia nita select hapa maxim. Okay, so nitakuja hapa kwenye material, nataka nianze kuadi sasa. Kwanza material ya kwanza labda naita ngozi. Ngozi. Material ya pili hii ya ngozi
tumchagulie rangi fulani tu hivi ya kawaida, labda hii hapa. Ili tuweze kuona, unakuja una click hapa katikati. Haya, avae t-shirt gani? Kwa hiyo select hapa face selection, nikaselect hapa, nikabonyeza L. Nataka nimwadie sasa t-shirt, rangi ya t-shirt new, labda sijui t-shirt, sijui sweater, vyovyote vile t-shirt. Okay, unaweza ukaipa rangi yoyote, labda blue, ili iweze kuonekana huku unafanya hivi. Ukirudi kwenye object mode inakuwa yuko namna hii. Kwa hiyo ukimove anakuwa na rangi yoyote ile ambayo unaona itakuwa inamfaa. Ngoja ni nani, hiyo inatosha. Then tuende kwenye labda kwenye suruali. Nita add material za suruali. Hii ni suruali pap. Haya, hiyo suruali sijui ni ya pinki. Okay, hiyo inatosha. Then tunaenda viatu. Na hii hapa. Viatu. Viatu tunavipiga rangi nyeusi, pure black. Sasa ili ving'ae kidogo hapa kwenye roughness hapa, narudisha nyuma kidogo, viatu vinakuwa vinang'aa hivyo. Na kwenye ngozi pia nataka ing'ae kidogo, kwa hiyo nitaweka punguza kidogo roughness. So hivyo ndivyo ambavyo tunaweza tumejifunza namna ya kumodo tu mtu haraka kwa beginners. Kwa hiyo ukitaka darasa zaidi kutengeneza kila kitu, macho, mkono, pua, sijui na nini, na kufanya rigging aweze kutembea na nini, karibu, namba ziko hapo juu. Tukutane wakati mwingine tena. Bye.